Kifupi tu naweza kusema kwamba ligi bado na ndio imeanza. Ukiangalia sasa hivi mizunguko kama ya 6 wa 7. Kwa kifupi ligi bado, lakini pia kwa upande mwingine ligi ni ngumu. Ligi ni ngumu ukiangalia mpaka mikondo hii ambayo imefikia idadi ya mechi, kuna mtu aliyefikisha idadi ya pointi 15. Kwa namna kipekee ama unaangalia kabisa, unajua kabisa ligi ni ngumu, ligi inahitaji maandalizi ya muda mrefu. Uzuri pia ligi inaenda inasimama, kwa wanatoa pia na nafasi kwa ajili ya kuweza kurekebisha yale makosa ambayo yanaweza kujitokeza katika mechi za mwanzoni na zidi kuendelea katika mechi zinazofuata. Hii ya kwenda ligi inachezwa inasimama, kuna namna yote ile inaweza kuwa inaleta matukio hasi, kwa maana ya kwamba inaondolea ile consistency na fitness, labda mnashindwa kumaintain kulingana na ligi ambavyo inavyokuwa inasimama. Nikizungumzia inawezekana nazungumzia utaratibu wa bodi ya ligi, lakini kwa upande wetu mimi kama mchezaji nimejiandaa kikamilifu kwa ajili ya kuanza msimu vyema. Namshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kwa namna nyingine ligi inavyoenda inasimama pia inatutoa katika hali ya ile muendelezo mzuri, kwa sababu ukizingatia kama umeanza vizuri ndani ya mechi 1 2 3, na maana ligi inaposimama huwezi jua pia wapinzani wanakuwa katika maandalizi gani. Kwa namna kipekee unaweza kujikuta unaanza vizuri, lakini baadaye ligi inapokuja inaendelea inasimama, unakuta labda inatokea tena changamoto nyingine, baadaye tena inakurudisha tena katika utulivu na umakini mkubwa kwa ajili ya kuweza kufanya tena maandalizi uweze kuwa hai zaidi. Kwa upande wako binafsi, malengo yako ya msimu mimi malengo yangu kwanza ni kutimiza kwanza mahitaji na malengo ya timu, then ya kwangu ndio wanafuatia. Kwa hiyo siwezi kusema kuweka kipaumbele malengo yangu nikashindwa kutimiza malengo ya ofisi yangu. Malengo ya ofisi yako kwa maana Coastal Union ni yapi? Malengo ya timu yangu na timu yetu kiujumla ni kuweza kuweka ushindani katika ligi. Naamini tukiweka ushindani mzuri, hata position katika jedwali inawezekana ikawa ni vizuri zaidi. Lakini yote kwa yote namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka hapa tulipo, pia hatupo sehemu mbaya sana, lakini ni muendelezo tu. Kama hivi ligi inapozidi kuendelea, tunaendelea kupambana kwa ajili ya kuweza kujiweka vizuri zaidi kwenye msimamo wa ligi. Timu kama Mashujaa wameshabainisha kwamba wenyewe wanahitaji moja kati ya nafasi 4 za juu. Ninyi Coastal Union labda mkikaa kwenye vikao vya timu na mnajadili na kusema msimu kosa mwangukie nafasi ya ngapi? Mimi siwezi kusema kwamba kuzungumzia Mashujaa ama kuzungumzia timu nyingine, sababu kila mtu ana target zake na kila timu ina malengo yake. Sisi malengo yetu ni kuweka ushindani. Naamini tukiweka ushindani mzuri kwenye ligi, matokeo yanakuja. Hiyo position katika jedwali itajisoma tu yenyewe. Umeonekana ukiwa na kikosi cha Dodoma Jiji, umeonekana na kikosi cha Azam Football Club, leo uko Coastal Union. Unadhani kitu kinachopelekea unakuwa hauna utulivu kwenye timu moja kwa muda mrefu ni kitu gani? Si utulivu, isipokuwa tu ni majukumu yetu ya kazi. Ni majukumu yetu ya kazi ndio ambayo yanatutofautisha kutoka mahala fulani kwenda mahala fulani, na haimaanishi kwamba mchezaji anapokuwa anadumu katika timu ni kwamba uwezo wake sio mkubwa ama uwezo wake ni wa hali ya chini. Hapana, ni kutokana tu na maelewano ama mikataba ambayo tunajiwekea baina ya timu na mchezaji. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu niseme kwamba si kukosa utulivu, bali ni majukumu yangu ya kazi ndio yananipelekea kuonekana leo nipo katika timu hii, kesho nipo katika timu nyingine. Moja kati ya vipaji ambavyo vilikuwa vinatazamwa kwa jicho pana na kubwa sana ni Cleophas Mkandala. Toka ukiwa I think Kagera Sugar kama sosei, ulikuwa na uwezo mkubwa sana, kiwango ambacho watu walikuwa, kuna wakati ulihusishwa kwenye klabu kubwa za Tanzania, Simba na Yanga. Unadhani kilichopelekea mpaka sasa bado haujapata nafasi, licha kwamba umeshacheza Azam, lakini haujapata nafasi ya kwenda kwenye hizi ambazo zinatajwa kama timu kubwa kwa ligi kuu Tanzania bara, ni kitu gani? Ni changamoto ambazo tunakutana nazo. Kagera mimi sikuwa napata nafasi kubwa sana, inawezekana pia kwenye kuaminiwa katika nafasi ya kucheza. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yanabadilika. Mapambano ambayo nilikuwa nafanya Kagera ndio ambayo anafanya hapa nikiwa na Coast.
Tofauti ya Coastal Union, Dodoma Jiji, Kagera na Azam ambao tunahitaji kama moja ya timu kubwa ambao kimsingi na wewe umeshaicheza, kwa hiyo experience na mazingira ya ndani ya Azam na wafahamu. Tofauti hizi klabu tatu kama na Dodoma, Coastal Union na Kagera Sugar dhidi ya Azam, tofauti hapa ni ipi? Kila timu ina utofauti wake. Na utofauti unakuja na maisha halisi ya timu husika. Pamoja ukijumuisha na tuseme ukijumuisha na malengo. Malengo ya Kagera Sugar na malengo ya Azam lazima atakuwa na utofauti kulingana na aina ya timu ambayo mtu ulipo. Lakini kiufupi tuseme kwamba mjumuisho wa timu zote tatu malengo yake yote ni kucheza na kufanya vizuri katika ushindani wa ligi. Hilo ndo niseme ni moja ya uhalisia wa timu hizi zote tatu. Tushie kumbukumbu zako kidogo, ni mechi gani ambayo unakumbuka na historia katika maisha yako mpaka sasa hivi? Mechi ziko nyingi. Kuna hii mechi kweli nilicheza, nimetengeneza kumbukumbu yangu ya maisha katika soka mpaka hapo nilipofikia. Mimi sina mechi muhimu. Mimi kila mechi napambana ili niweze kuacha kumbukumbu. Kwa hiyo siwezi kusema kuna mechi fulani ambayo ndio imenifanya labda nijulikane kwamba mimi ndio mkandala, hapana. Unadhani bado una nafasi ya kwenda juu kwenye top, kwa maana ya kwamba kufikia hatua ya kuhitajika timu ya taifa ya Azam kwa mara nyingine, Simba, Yanga, Singida Black Stars ambazo zinaonekana kama ni timu kubwa kwenye ligi yetu? Mimi kwa sasa hivi nipo Coast. Nipo Coast. Kwa hiyo uhitaji wa kufika timu zingine hauwezi kupatikana kama hapa Coast siwezi kuonekana kile ninachokifanya. Kwa ubora wa kazi yangu hapa Coast ukionekana ni bora zaidi, pia inawezekana ikawa inanipandisha. Kuna dhamira lakini unakuwa nao kwa nazo kwamba nataka nipambane nikiwa Coastal Union ili nionekane sehemu kubwa zaidi ya Coastal Union. Maybe kuwepo timu ya taifa, kwa mfano mwaka huu tunashiriki mashindano ya AFCON. You never know, unaweza kuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wataenda kwenye mashindano ya AFCON, lakini lazima itokee kwenye nafsi yako, kwenye dhamira yako kwamba nataka AFCON ya mwaka huu niwepo kulingana na performance nitakayoonyesha nikiwa Coastal Union. Mungu ni mwema, yote yanawezekana. Kwa hiyo acha tuendelee kupambana. Sasa hivi mimi ninachofocus ni mechi ya kesho dhidi ya Mashujaa. Hapo kwenye mchezo wa kesho tutegemee nini kutoka kwako, kwa sababu Mashujaa ni moja kati ya timu ngumu hasa wanapokuwa kwenye uwanja wa nyumbani. Tutegemee kitu gani kwenye mchezo wa kesho? Cha kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu, maandalizi tumeyafanya vizuri mimi pamoja na wenzangu, na pia tumewahi katika ardhi ya Kigoma na tumewaona Mashujaa katika mechi yao ya nyuma kabla ya kukutana na sisi kesho. Kwa hiyo sisi kama wachezaji pamoja na walimu wetu tumekaa tumezungumza ni wapi ambapo tumewafahamu Mashujaa, ni wapi ambapo tunaweza tukakabiliana nao. Shukrani Cleophas. Asante sana.